Kama taarifa yetu inavyojeleza ya kwamba tumeachana na mwalimu meneja wetu Dimitar Pantev kwa makubaliano ya pande zote mbili. Yaani sisi na yeye tumekaa mezani tukakubaliana bana, hii ndoa yetu ifikie tamati hapa. Na kwa kuwa ni makubaliano ya pande zote mbili na kila mmoja ameridhia kuvunja uhusiano huu, hatulazimiki, hatuwajibiki na haitakiwi pande yeyote kati ya hizi mbili kutoka hadharani na kuanza kusema tumeachana kwa sababu 1, 2, 3. Iheshimiwe na itambulike ni kwamba ni kwa maslahi ya pande zote mbili. Na kwa sisi Simba Sports Club makubaliano haya ambayo tumefikia ya kuachana na mwalimu Dimitar Pantev ina maslahi makubwa mno kwa Simba Sports Club. Ndio, kiufundi sasa hii haiwezi kuwa na labda na athari, kwa sababu tunaona Fadlu aliandaa timu labda icheze mfumo fulani, tunaona Pantev kaja icheze mfumo fulani, anakuja kocha hivi, maana wachezaji wanashindwa kuelewa tushike vipi. Haina athari kubwa sana kwa sababu ni kweli Fadlu aliandaa mikakati yake, akaacha timu, akaja Pantev vile vile naye akaandaa mkakati wake, lakini tunaye mtu ambaye ana uwezo wa kudigest mbinu na mifumo ya walimu wote miwili, alafu akaja na mfumo ambao utakuwa mzuri kwa wachezaji wetu, kwa maana ya kwamba mwalimu Selemani Matola anawafahamu wachezaji wa Simba Sports Club, anafahamu ubora wao, anafahamu udhaifu wao, anafahamu wana mahitaji gani wanataka ili waweze kucheza vizuri. Kwa hiyo ni rahisi mno kwa Selemani Matola kupanga kikosi ama kufanya maamuzi kuelekea mechi yetu dhidi ya Mbeya City, kwa sababu tayari anawajua wachezaji wote. Amekaa nao pre-season, amekuwa nao wengine tangu misimu iliyopita, na hata hawa wapya ameshakaa nao muda wa kutosha. Kwa hiyo mwalimu Matola anajua kwa aina wachezaji niliyokuwa nao naweza nikawapanga kwa namna gani Simba ipate matokeo. Kwa hiyo ingekuwa pengine mwalimu anayekuja ni mpya kabisa, tungeweza kusema hapa kutakuwa kuna changamoto ya kiufundi. Lakini kwa kuwa ambaye anashika mikoba hivi sasa ni Matola anamjua vizuri Soa, Matola anamjua Morris Abraham, Matola anamjua Kante, Matola anamjua Kamara. Kwa hiyo anajua nani nimweke nani, wapi nimpange nani, na nimwambie kitu gani ili aweze kutimiza majukumu yake. Kwa hiyo athari za kiufundi kuachana na walimu wawili ndani ya muda mfupi ndani ya timu yetu hautaiona, kwa sababu backup iliyopo inayochukua hiyo mikoba iko sawa sawa, sio mgeni kwa kitu chochote kile. Nataka nifahamu kutokea kwenu kama uongozi, mnachukua hatua gani? Kuna maneno yanasema na yanawadisturb labda wanachama na mashabiki wenu. Ndani ya klabu ya Simba kuna jasusi ambaye anatoa siri au zile nyeti, taarifa muhimu kwenye kikosi chenu. Lakini pia cha pili, wapo baadhi ya wachezaji ambao wanahusishwa labda wanacheza chini ya kiwango kwa sababu tofauti, ikiwemo mwingine labda kutokana wanapewa labda order na mtu fulani. Hayo ni maneno ya vijiweni ambayo kwenye mkutano rasmi kama huu na waandishi wa habari nyuma ya nembo za klabu na wadhamini siwezi kuzungumza. Tia kwenye mfumo kila kukicha wanaleta maneno mapya. Anachanganyikiwa, atakuwa anachanganyikiwa zamani. Pia mwana Simba thabiti aweza kuchanganyikiwa na vitu vya kitoto kama hivi. Ni vitu vya kitoto. Vya kitoto. Mtu maana hawezi kuchanganyikiwa na vitu vya hovyo vya watu wajinga. Adwasi Hata kidogo. Unajua inategemea kitu nani kazungumza. Yaani unaweza ukakichukulia kitu uzito nani kazungumza. Sasa ukiona mtu mwenyewe alozungumza ni mtu tu ka hovyo watu anafurahisha genge na anafurahisha
hivyo anafaisha genge au anafaisha wajinga wenzie. Aushtuki mtu na chanja mbuga kwenda mbele. Vipi hiyo sasa kuhusiana na wachezaji chini ya viwango, kwa sababu hiyo imekaa pia kwenye ufundi zaidi, kwa sababu ukiangalia katika michezo ambayo Simba amecheza ni michezo ana dominate game, anapata nafasi nyingi za wazi hata 7, lakini anashindwa kuzitumia. Kwanza niseme kitu kimoja, na hii ni muhimu sana kwa wana Simba. Sio kila timu inapopoteza kuna sababu za nje ya uwanja. Sisi bahati mbaya sana mpira wetu tumeuwekeza sana nje ya uwanja na sio ndani ya uwanja. Na ndio maana sisi timu ikipoteza cha kwanza huwa tunakimbilia nje ya uwanja. Na ndio maana ni rahisi mtu kuambia Benjamin Mkapa ina 1, 2, 3, kwa sababu sisi tumewekeza zaidi kwenye fikra za nje ya uwanja badala ya kuangalia ndani ya kiwanja pengine kuna changamoto gani. Kwa hiyo sio kila timu inapopoteza basi kuna changamoto ya nje ya uwanja. Wakati mwingine mnapoteza mechi kwa sababu za kiufundi za ndani na ndani ya uwanja. Kwa hiyo hili ningependa kuwafikishia mashabiki wa Simba ili wawe na mtazamo ulionyooka, na wakiwa na mtazamo huo inaweza kuwasaidia kupunguza baadhi ya pressure ama kutozungumza vitu ambavyo wakati mwingine vinakuwa ni vya upotoshaji. Kupoteza mechi kuna sababu nyingi, inawezekana sababu zikawa ni za nje ya uwanja ama za ndani ya uwanja. Lakini sio kila ukipoteza basi kuna changamoto ya nje ya uwanja, kuna viongozi, kuna nani, sio uwanja, sio kitu gani. Hasa yeye mtu anakuambia kwa mfano Benjamin Mkapa hautufai. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Unaenda Zanzibar. Na huko ukiona hakufai unaenda wapi? Kirumba. Kwa hiyo lazima wakati mwingine tutumie tu maarifa ya kawaida. Kwa hiyo Simba Sports Club ni timu kama timu nyingine. Kuna wakati lazima itapoteza, kuna wakati lazima itapitia wakati mgumu kama ilivyo katika maisha ya kawaida. Hatuamini kama kuna mchezaji anacheza chini ya kiwango, ila tunaamini kwamba kuna wakati mchezaji anaweza asiwe kwenye ubora wake. Hayo ni mambo ya kawaida, binadamu anapanda, binadamu anashuka. Kwa hiyo mchezaji kukosa magoli si ndio bwana, ni jambo la kawaida mno. Kuna mchezaji mmoja hivi anakosa sana magoli sana mpaka wakamchangia hela ya kumotivate. Okay. Naye kwenye ligi yetu naye yule alikuwa anacheza chini ya kiwango, anatumwa na nani? Kwa wakati mwingine mambo yanatokea kwenye. Kwa hiyo sisi kwanza tuna timu bora sana, lakini haimaanishi kwamba timu bora tuliyoko nayo kuna nyakati haitofanya vibaya. Kuna nyakati inafanya vibaya, na huo ni mpira wa kawaida. Hatuamini kama wachezaji wanacheza chini ya kiwango kwa sababu yoyote ile, kwa sababu wachezaji wetu kwanza ni professional, pili wapo kazini, lakini tatu kama haitoshi wanalipwa vizuri kuitumikia Simba Sports Club. Siamini kama mtu anaweza aka sabotage kazi yake, akakubaliana kupoteza kile ambacho anakipata kutoka kwa mwajiri wake. Wanachopitia wachezaji wetu kwenye kukosa magoli ni jambo la kawaida. Cha kufanya sasa sisi mashabiki wa Simba ni kuwatia moyo wachezaji wetu, ni kuendelea kuwaunga mkono na kuwapa nguvu, ni kuendelea kuwaamini na kuwakumbusha kuwa makini uwanjani ili warejee kwenye ubora wao kwa maslahi ya Simba Sports Club. Amwapi hela kwa hamasa. Kufanyaje? Amwapi hela kwa hamasa ile changia kama. Swali nyingine. Bwana, mimi nahitaji nifahamu
kwa namna ambavyo sasa mmecheza mechi mbili kwenye za makundi kwenye ligi ya mabingwa, ukiangalia Simba Sports Club ina nafasi ya kufanya namna ambavyo inafanyaga, kwa maana kufika robo finali? Yaani kweli tumepoteza mechi mbili kwenye michuano ya kimataifa, imeshtua kidogo, lakini si jambo jipya kwenye maisha ya Simba Sports Club. Sababu ya kusema sio jambo jipya, watu tusichukulie hii very personal, kwamba tumepoteza mechi mbili, viongozi wafai, nani hafai, nani hafai. Ni jambo la kawaida mno, na ni la kawaida sio kwa watu wengine, hata kwetu wenyewe Simba Sports Club tumeshawahi kupitia. 2023 tulipoteza mechi mbili za mwanzo dhidi ya Raja, tena tulipasuka bao 3 Benjamin Mkapa pale, hakuna ambaye aliamini. Acha hii ya kufungwa kagoli kamoja. Benjamin Mkapa tumekufa bao 3, tukaenda Uroya tukafungwa bao 1, tunakwenda kucheza mechi ya 3 hatuna pointi hata moja. Nini kilifanyika? Wanasimba tukarejea kwenye nguvu yetu, tukarejea kwenye ubora wetu, tukampasua mtu nje ndani, Mnyama akaingia hatua ya robo finali. Watu wote hawakuamini macho yao, Simba akafanya maajabu yake. Na hii ndio timu inayoongoza kwa maajabu Tanzania hii. Ile nyakati ambayo wewe umeshaikatia tamaa, umeshatuondoa mashindanoni, umeshakula viapo vyako kwamba tunaishia makundi, hapo ndio Simba anakuja kufanya kitu kipya kabisa. Sisi ni watu wa maajabu, na haya mambo tunayamudu na tunayaweza. Tumepoteza mechi mbili za hatua ya makundi, sio jambo jipya. Kwa hiyo mwana Simba wala usihamanike kwamba sasa ni jambo la kawaida mno. Ukishapata matokeo kama hayo, sasa unarejea sasa vitani, unajipanga upya, unaangalia umekosea wapi, unarekebisha nini, unaboresha wapi, unawapa moyo wapambanaji wako. Baada hapo unaingia kupambana upya. Tuna mechi tarehe 23 dhidi ya Esperance Januari, tunaanzia nyumbani kwake Tunisia. Huyu tuna jambo naye, tukimaliza pale tunageuka naye Benjamin Mkapa, tunakuja kumalizana naye hapo. Pointi tutakazokusanya hapo hakuna binadamu ambaye ataamini, na hiyo ndio itakuwa turning point ya Mnyama kwenda hatua ya robo finali. Hii ni Simba Sports Club, Isaya Dede. Sisi hakuna mtu yoyote tunayemwogopa katika ardhi hii ya Afrika. Tushamfanya kila mtu vibaya Afrika hii. Hakuna yoyote ambaye hajui machungu ya Simba Sports. Tena Simba ambayo inataka kuamka mahala kwenda mahala pengine. Kwa sisi wala hatuna wasiwasi. Tunajua tutaamkia wapi, tutaibukia wapi, na Mnyama atafika na kutaka kufika. Wala hatuna mashaka katika hilo. Labda Mwenyezi Mungu tu awe hajapanga mwaka huu Mnyama aende robo finali, lakini kwa juhudi za kibinadamu Mnyama anatoboa mapema tu kwenda hatua inayofuata. Tunajua nini tunapaswa kufanya, na ndio maana huu muda huu tunautumia vizuri kufanya marekebisho hapa, na tayari tumeshaanza kufanya marekebisho na maboresho hapa. Tutakaporejea kwenye ligi ya mabingwa Afrika, sisi tutakuwa ni viumbe wapya kabisa, na kila mmoja tabaki Lakini mpaka sasa hivi nyinyi ndio wagao utamu wa kundi. Utamu ni mechi ya 3 ndio unaingia kwenye mpaka ifike mechi ya 3. Mechi ya 3 mechi mbili huwezi kuita utamu. Bado nyinyi si wagao utamu. Bado. Utamu ni mechi ya 3. Ukipoteza mechi 3 ndio mgao utamu. Exactly. Lakini mechi mbili bado, mechi mbili ni kufungwa tu. Kwa sisi bado tuko sawa sawa. Wewe ndio miongoni mwa binadamu wenye roho ngumu zaidi. Sasa hivi nikiangalia hata baadhi ya wasemaji wenzako wanasema mafi shughuli Mnyama tayari ametoka, hiyo ifanye. Lakini inaonekana bado ni binadamu mwenye roho ngumu. Ningekuwa naisemea timu nyingine, ningekwambia sisi shughuli yetu imeishia hapa. Yaani ningekuwa mimi hata ni msemaji wa Bayern Munich,
ningekwambia kwa kuwa tumepoteza mechi 2, Bayern haendi robo finali ya ligi mabingwa. Kauli hiyo utasema hata mkiwa mmepoteza mechi. Lakini kwa kuwa ni msemaji wa Simba, naisemea Simba Sports Club, tumepoteza mechi 2, ninakwambia bado Simba ana nafasi. Yaani timu yoyote ile tofauti na Simba ndio ingekuwa timu nyingine yoyote ile, mpaka sasa ameshadondoka mechi 2. Madrid. Hata Madrid una uhakika, una ruhusa ya kukata tamaa. Lakini Simba Sports Club sisi bado tunayo matumaini makubwa. Hasa mimi bado nayo matumaini makubwa ya mnyama kufanya. Na anasema, naweka akiba hapo, labda Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi au ameshasema bana, Simba mwaka huu fanyeni mnavyofanya, hamtoboi makundi, hapo nitakubali. Lakini kwa juhudi za kibinadamu za nyang'anyana tonge, mnyama anakwenda robo finali jaji. Nakwambia Simba naijua. Yuko wapi Kibu? Simba Kibu Dennis alipata msiba na akapata likizo kwa ajili ya msiba kwa mujibu wa kanuni za utumishi wa umma, na sasa ameshamaliza likizo yake ya msiba, anarejea kazini kuja kuendelea kuitumikia Simba yake. Yuko mjini ama anarejea? Asharejea, yuko mjini. Mchakato wa kumtafuta mwalimu mpya umeanza. Anayekuja naye atakuwa meneja mkuu, atakuwa kocha. Subiri aje sasa. Mbona mwalimu wanatangulia siku? Subiri aje. Tukishampata tutawaambia huyu sasa ni nani, ni kocha, meneja. Mechi na Express mnacheza Januari, na Januari kama sijakosea ni kipindi cha dirisha dogo. Nataka nifahamu kwa tathmini ya Simba, ripoti za walimu wao ambao wamekaa hapa, walisuggest labda kuongezwa mchezaji yoyote mwingine au mpo katika mpango labda wa kuongeza mchezaji dirisha dogo? Sijapewa taarifa yoyote kama kuna mapendekezo ambayo walimu waliopita wameacha kwenye eneo la kuongeza wachezaji, lakini ninachoweza kusema ni kwamba unajua mpaka sasa pamoja na kwamba tunaelekea kwenye dirisha dogo la usajili, lakini tumecheza mechi chache mno. Tumecheza mechi 3 tu za ligi kuu na tumecheza mechi 2 tu za group stage. Yaani kiujumla ni kwamba msimu huu tumecheza mechi 5 tu. Toa zile qualifier. Tumecheza mechi 5 pekee. Katika mechi 5 hizi ni ngumu mno kufanya assessment ya kwamba huyu afai, huyu ni muongeze, huyu nifanye kitu kama hicho. Kwa hiyo tusubiri mapendekezo ambayo yatatolewa, na uzuri tuna watu wetu wa ufundi ndani ya Simba hii watafanya hiyo tathmini, kisha tutakwenda kwenye dirisha dogo kama kuna wa kumuongeza, kama kuna wa kumnyoa, lakini tutafanya maamuzi yaliyokuwa sahihi ili kuiongezea makali Simba yetu. Na Simba sisi msimu huu mimi nadiriki kusema kwamba msimu huu tuna timu bora kuliko nyakati nyingine yeyote ile. Yaani Simba ya safari hii imekamilika kwa 100% sana. Safari hii tuna timu ya maana kweli kweli. Tuna timu ya daraja la juu haswa. Ukiangalia golini tu acha pale kwa kina Kamara, Abel pamoja na Yakub, lakini njoo kwenye upande wa mabeki. Tuna mabeki bora ambao kusema na ukweli wa Mungu hakuna timu yoyote ambayo ina aina ya mabeki sisi tuliokuwa nao. Ukianza kwa Kapombe, ukija kwa Mligo, ukija kwa Inspector Karabwa, ukija kwa Rushain, ukija kwa Wilson Nangu, Simba imekamilika vibaya mno. Hapo sijamtaja Duchu. Eneo hilo Simba tuna mabeki bora kuliko timu nyingine yeyote. Njoo katikati ya kiwanja. Simba tuna Kagoma, Simba tuna Nabi Kante, Simba tuna Alassane Kante, Nabi Kamara, tuna Alassane Kante. Hapo katikati Simba imesheheni vibaya mno. Ukisogea juu kidogo ndio kufuru. Kuna Neo Maema, kuna Jean Charles Ahoua, na Jean Charles Ahoua bado hajaanza makeki yake ya kufunga na kuasisti.
Kwa hiyo bado hatujaanza tu kufaidi matamu ya wachezaji wetu. Kwa hiyo hapo juu kuna hatari. Kuna Morris Abraham, ndugu yangu, mwaka huu tuna timu ya kutisha. Bajabel ameshakaa sawa sawa, sijui unanielewa naye anarejea anakuja kuunganisha nguvu hapo, bado hajamtumia hata mechi, ndo kwanza namba ipo kwenye maganda yake, anakuja hapo Bajabel. Kija huku pembeni ni hatari vibaya mno kaka. Kuna Kibu Dennis Prosper, kuna Eli Kibisawala Mpanzu. Nimeshaanza kusikia maneno ya Eli Mpanzu na yaweka akiba, nitakuja kujibu baadaye, lakini tuna Eli Kibisawala Mpanzu, alafu kuna Ladak Chasambi, mtoto wa maajabu. Kaka, hii Simba mwaka huu ina hatari vibaya mno. Sijagusa pale mbele, ndo kuna tishio mno kweli kweli. Katika timu ambayo ina striking force ya maana, na hii sio Tanzania tu, hapa nazungumzia Afrika nzima. Nyanyuke kidogo watu wanione. Afrika nzima timu yenye striking force ya maana ni Simba Sports Club, ndugu zangu. Hilo halihitaji ubishi hata kidogo. Kaka, sisi tuna Jonathan Soa. Soa yule sio mshambuliaji wa kawaida, na light kama angepata game time ya kutosha hapa, mimi ninakuhakikishia Jonathan Soa lazima ungemwona kwenye timu ya taifa ya Ghana pale AFCON. Yaani hilo bila kipengele cha aina yoyote ile, ni mshambuliaji aliyekamilika. Tunaye sisi mshambuliaji huyo ndani ya timu yetu. Simba ina Selemani Mwalimu kaka, shambuliaji huyo Gomez Mfalme Selemani tunaye sisi kwenye timu yetu. Utapata wapi mshambuliaji aina ya Selemani Mwalimu Afrika hii zaidi ya Simba? Sisi tuna striker refu kuliko goli kaka. Msimu uliopita kafunga magoli 13. Msimu huu bado hajaanza kuonesha makeke yake. Sasa aina hii ya timu tuliokuwa nao sisi, tunahitaji a very strong man and a very smart man kwa ajili ya kuongoza hawa. Sijui umeelewa Umeelewa vizuri hapo kaka? Tukisha kaa sawa sawa, ushaikuwa na manati, ukaweka kajiwe kako afu ukavuta namna hii kwenye kipago, alafu yani ile process ya kuvuta hivi, ndio Simba tunatakiwa tupite namna hii. Tukisha kaa sawa sawa kaka, fumbeni macho tuombe.